Jamii ya wafugaji kaunti ya Tana River sasa wanapatiwa maarifa muhimu kuhusu usimamizi bora wa maeneo ya malisho, hatua inayolenga kuimarisha ustahimilivu dhidi ya ukame unaojirudia mara kwa mara katika eneo hilo. Kupitia mradi wa Wiser Kenya unaofadhiliwa na serikali ya Uingereza, wafugaji wanahimizwa kutumia mbinu bora za kusimamia rasilimali za malisho ili kulinda mifugo na kuboresha maisha yao. Mafunzo hayo yanaleta pamoja wanajamii, wataalamu wa tabia nchi pamoja na viongozi wa sekta mbalimbali kujifunza mbinu za kisasa za usimamizi wa maeneo ya malisho. Hatua hii inalenga kusaidia jamii kupanga matumizi ya malisho na kuzingatia mabadiliko ya hali ya hewa na vipindi vya ukame. Tulikuwa na warsha ya rangeland ambayo imetugusa sana kama sisi wafugaji, na ina manufaa na sisi. Ina manufaa makubwa kwa sisi kwa sababu tumejua kwamba vile tutajipanga vile hali ya anga iko ama tabia nchi. Kama shirika ikipatia nguvu, sisi tatenga manyasi kwa hii marenji yetu, ng'ombe asiumie. Kama serikali kuu pamoja na serikali ya kaunti watashikana ili wazuie ng'ombe za kaunti za nje zisiingie Tana River. Ikiwa ni ng'ombe zetu za Tana River kaunti peke yake, hii ukame haingekithiri zaidi kama hii. Mtaalam kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, Pauline Omolo, anasema kuwa usimamizi bora wa maeneo ya malisho una faida nyingi kwa jamii. Katika rangeland kuna benefits mingi ambazo watu tuna experience kama tumesaidia ama tumejikimu ama tumepanga vile tunalisha mifugo zetu. Controlled grazing huwa inasaidia sana kuprotect our resource ya rangeland. Maneno ya wakati kuna msimu ama wakati kuna janga la drought ama ukame, kuna zile eneo ambazo zimewekwa kando ili mifugo zitumie wakati kuna shida ya janga kama hilo. Maneno ya kumanage maneno ya maji, water, na hii ina manufaa sana kwa sababu unapata rangeland management practices zikiwa sawa, unapata ya kwamba maneno ya lishe ya ng'ombe iko ya kutosha. Kuna maneno ya even livestock, mifugo zetu zinaonekana vizuri, ziko na afya, na wakati ziko na afya tunapata maziwa ya kutosha, na unapata kuwa community pia inakuwa na nutrition conditions mzuri. Pia maneno ya conflict ama maneno ya kupigana kidogo inapungua. Manake unapata community members ama pastoralist wanaweza kusikizana, wanaenda wapi hii siku, tunalisha wapi na tuna manage wapi, ili tuweze kukimu maneno mahali ambao wanalisha mifugo zao. Omolo anaongeza kuwa wataalam pia wanapanga kuandaa kalenda ya matukio ya hali ya hewa na tabia nchi ili kusaidia jamii kupanga shughuli zao mapema. Kalenda hiyo itatoa mwongozo kuhusu wakati sahihi wa kuchukua hatua mbalimbali kama vile kuhifadhi malisho au kuhamisha mifugo. Na even community pia wenyewe walisema ya kwamba saa zingine tunapatiwa vitu za kufanya, lakini hatuambiwi tunafanya vipi na ni lini tunafanya hizi maneno. Ndio maanake wana develop seasonal calendar ili iweze kuwasaidia tutafanya nini wakati huu. Na hii calendar ni muhimu kwa sababu inaweza kuwaonyesha wakati kuna mvua, wakati itanyesha, wakipata utabiri wa hali ya hewa ama utabiri wa hali ya anga, inawasaidia kuplan. Kama unajua mvua itanyesha hii wakati, tutafanya nini? Na pia maneno even ya livestock, wakati kwa hiyo calendar inawa guide ama inawaonyesha ni siku gani mifugo ziko sawa, ama kama ziko sawa tunafanya nini. Na pia ni muhimu kwa sababu inawasaidia wanafanya action mapema. Kama ni kuuza mifugo ama kufanya intervention nyingine, wanaweza kupata hiyo information na kutumia mapema, hawangojei mpaka janga likuje liwaangamize kisha waweze kufanya intervention. Kwa mujibu wa mamlaka ya kudhibiti ukame nchini NDMA, mbinu hii tayari imeonyesha mafanikio katika kaunti kadhaa nchini kama vile kaunti ya West Pokot, Turkana, Embu na Isiolo, ambayo tayari imeweka sera ya kusimamia maeneo ya malisho, hatua ambayo imechangia kuboresha ustahimilivu wa jamii dhidi ya ukame. Tunaweza kujaribu haya mambo ya rangeland katika kaunti zingine, na kaunti hizi ni West Pokot, Turkana,
tuko na Embu pande ya Mbeere, Isiolo na pia hata Garissa. Kwa hivyo hapa Tana River tunajaribu kufanya kazi na county government na tutajaribu kuweza kusukuma ili mswada ya rangeland management katika hii county ya Tana River iweze kutengenezwa ili iweze kuguide jinsi mambo yote inayohusu rangeland katika hii county inavyofanyika na kutumika katika zile livelihood zetu zote hapa. Kuna county kama Isiolo ambayo wameweza kupitisha huu mswada wa rangeland management na pia zingine zinazofuata zinaendelea karibu kumalizia, kwa mfano West Pokot na hata pia Turkana. Dennis Maithia, KYTV, mjini Hola, kaunti ya Tana River.